Basi karibu tena katika kipindi kingine hapa Kokoto, na leo nitajaribu kupitia mtiririko wa utoaji wa Korani, jinsi ilivyoanza mpaka Korani tulionayo leo ambayo ni ya kimataifa, hiyo ya Hafs, na ninafuata mapokeo au maelezo ya Kiislamu. Kwa hiyo siweki mawazo yangu mengi humu ndani, bali ninajaribu kufuata jinsi Uislamu unavyotueleza. Kwa hiyo inaanza na Allah. Inaanza na Allah kuamua kusema kwamba kumbe ninahitaji kuwapa Waarabu mafunuo, kwa sababu wao ndo peke yao taifa au kabila ambayo haijapata mafunuo. Na katika maelezo ya video nitaweka rejea zote za Korani ambayo zinatuambia hivyo. Nitaweza kuisoma pale na sihitaji hapa. Na huyo Allah anaamua kumtuma nani? Jibril, ambayo tunaambiwa kwamba ni malaika kutoka Allah ambaye anakuja kwa Muhammad, na anaanza kumfunulia maandiko au hiyo ambayo tunaita ni ahruf au Qurani. Muhammad anaanza kuwaeleza wandugu zake na marafiki zake juu ya hayo mafunuo, na haya anaanza kupanuka na kuenea maeneo makubwa. Mpaka inafika mahali ambapo mtu anamjia Muhammad, anasema jamaa huyu anainukuu kwa njia tofauti na mimi, au anaisoma au anaieleza kwa njia tofauti na mimi. Na Muhammad anasema, unajua ni kwa sababu nimepata hiyo Korani kwa aina 7. Aina 7, ahruf 7, ambayo inafanya mtu wa kabila hiyo ya Kiarabu au kabila hiyo ya Kiarabu ataweza kuisoma kwa njia tofauti. Haya, jamaa akaridhika na mambo yakaendelea kama kawaida. Muhammad anafariki, na anapofariki kuna mwingine anampokea, na huyu ni Abu Bakar. Abu Bakar anaendelea kuipanua utawala wa Kiislamu, na wanapoipanua hiyo taifa wanapiga vita, na katika vita huwa watu wanakufa, na waliokuwa wameikariri Korani wanakufa na wao. Kwa hiyo sehemu za Korani zinaanza kupotea. Pia zinapotea kwa njia zingine, lakini hiyo ni sababu kubwa ya maandiko au tuseme huu ujumbe kupotea. Watu wanamshawishi Abubakar, ungefanya kitu cha maana, ungeandika mafunuo haya katika kitabu tuweze kubaki nayo, tuwe na reference moja ambayo inaweza kutumika huko mbele. Na Abubakar baada ya kushawishiwa anakubali kufanya hivyo. Mambo yanaendelea, anatengeneza mushaf moja ambayo ndio Korani, ambayo inabaki na inatunzwa na khalifa, mwisho inatunzwa pia na mke mmoja wapo wa Muhammad. Mambo yanaendelea, lakini matatizo pia yanaendelea, kwa sababu utawala unapanuka na watu wanaanza kukumbuka hiyo Korani kwa njia mbalimbali na tofauti, mpaka shida inakuwa kubwa, na khalifa anayefuata ambaye ni Uthman anaanza kuona kwamba kuna sababu ya kuanza kuikusanya tena na kuhakikisha kwamba kuna aina moja ya Korani ambayo wote wanaitambua. Na pia yeye, kuna mtu alimjia, sio yeye mwenyewe aliyopata hiyo idea, kuna mtu alimjia lakini alishawishiwa na akakubali. Kwa hiyo akaweka kamati na wao wakaunda Korani sasa. Na aliwaambia, jamani, mnapoiweka hiyo Korani weka katika lugha ya Quraishi, yaani Kiarabu ya Quraishi. Na hapo kuna tatizo, kwa sababu ishara zinazoweza kuonyesha kwamba ni lugha fulani au aina fulani ya Kiarabu zilikuwa hazijabuniwa. Lakini mapokeo ya Kiislamu wanatuambia kwamba alifanya hivyo hata hivyo, ingawa haikuwezekana. Lakini hiyo tunaiacha kwa sasa. Ikaendelea, akafanya Korani, wanasema 7 au zaidi kidogo, akazisambaza. Kwa hiyo karibu kila tuseme mkoa ulikuwa na Korani yake ambayo ilikuwa ni original, na Korani zingine walijaribu kuziharibu kwa namna fulani kusudi hizi ambazo ndio ni sahihi sasa zinabaki. Lakini watu waliendelea kuandika na kukopi Korani, na zikaendelea kuwa nyingi sana. Nimeona kuna mtu mmoja amekusanya na amefanya utafiti, na kama sikosei kulikuwepo nambari kama Korani aina
tofauti au tuseme Qurani kama 700 hivi. Sina uhakika na hiyo nambari, lakini tuseme tu kwa kifupi zilikuwepo nyingi. Mpaka ikafika mahali ambapo Ibn Mujahid, sasa tunafika kwenye karne ya 10. Ibn Mujahid anasema kwamba zimezidi, tunahitaji kupunguza na tunahitaji kuchagua zile ambazo zinaendana na ile musaf ya original. Anafanya hivyo na anachagua kiraat, anaita kiraat, sio ahruf, anaita kiraat, yani aina 7 ya kusoma hiyo Qurani ya Uthman. Na ndiyo anasema Uthman, lakini ile Qurani ya Uthman haipo. Kwa hiyo inawezekana ni ile Qurani ya Al-Hajjaj na Abdul al-Malik, lakini mapokeo yanatuambia kwamba ni ya Uthman. Lakini anasindikiza kila kiraat na riwaya wawili, ambayo ni aina 2 za kuisoma au kuielezea hiyo Qurani. Kwa hiyo sasa tumepata, kwa sababu hata hizo kiraat ni aina ya kusoma au aina ya kunukuu hiyo Qurani. Kwa hiyo tumepata kwanza aina 7 ya kunukuu hiyo Qurani, halafu tumepata aina 14 zingine za kunukuu zile Qurani, ambayo ni aina ya kunukuu ile Qurani. Kwa hiyo tumepata aina 21. Waislamu wanasema zote ziko sawa sawa kabisa, lakini hiyo kwangu kidogo inashinda akili, kwa sababu kama ziko 21 na ziko tofauti kwa namna fulani, haziwezi zikawa sawa. Anyway, mapokeo yanatuambia hivyo. Halafu mambo yanaendelea taratibu, lakini kwenye karne ya 15 kuna mtu mwingine anaingia, na huyu ni Al-Jazari. Yeye pia anasema kwa kweli hizo 21 ni tamu, lakini ningetaka kuongeza 3 zingine. Kwa hiyo anaongeza kiraati 3 na pia anazisindikiza na riwaya 2. Kwa hiyo tumepata 30 sasa jumla, na hiyo inaendelea, wanakuwa na hizo kiraat hizo zote. Lakini inakuja siku ambapo inaanza kuleta matatizo, na hiyo ni huko Misri. Wakuu wa vyuo vya Misri wanasema kwamba jamani, tunapata shida kwa sababu wakati wanafunzi wanafanya mitihani wanajibu tofauti kutegemeana na kiraat ipi wanayotumia au riwaya nani wanayo rejea gani ya riwaya ambayo wanaitumia. Na hiyo ilileta shida, ingawa zote ziko sawa sawa, lakini bado majibu yakawa tofauti. Hiyo ni mtihani hata kwangu kuelewa. Anyway, wakasema tunahitaji kufanya kitu kimoja, tunahitaji kuondoa kila Qurani tusiwe na Qurani nyingi, tuwe na moja tu, yani Qurani moja tu peke yake. Na wakachagua moja, na wakachagua Qurani ya riwaya moja, sio kiraat bali riwaya ambayo ilikuwa ni aina ya kusoma kiraati moja, na waliamua kutumia riwaya Hafs ibn Suleiman. Ndio maana hiyo Qurani leo tunaita ni Qurani ya Hafs, lakini asili yake au kiraati yake ni ya Asim ibn Abi al-Najud. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi wanasema Hafs Asim, ndio wanaita hiyo Qurani mara nyingi. Sasa mambo yakaenda poa sana. Wakati wanafunzi wanaandika mitihani yao, wanashinda, wanapata degree nzuri, A+ wote, mambo yote yanakwenda kwa urahisi na walimu hawapati shida. Kwa hiyo wanasema kwamba hapo tunahitaji kuendeleza hiyo kitu. Na mambo yalienda vizuri mpaka kwenye mwaka 1984-85 huku Saudi Arabia wakajenga printing press moja, kituo cha uchapaji, na wakaanza kuzichapa kwa wingi na kuzisambaza pote duniani, na walizigawa kwa bure. Kwa hiyo Qurani ya Hafs ikawa inatawala ulimwengu. Kwa hiyo sasa hivi tunayo Qurani moja ambayo inatawala ulimwengu, ingawa zipo zingine, in fact zipo Qurani zaidi ya 30 zingine ambayo pia zinatumika, lakini ambayo ni ya kiulimwengu ni hiyo ya Hafs. Hiyo imekuwa ni njia fupi ya kujaribu kuelezea historia ya Qurani kufuatana na mapokeo, sio kufuatana na science, sio kufuatana na historia, bali mapokeo. Na kama vile ulivyoona kuna mambo mengine humu katikati ambayo ni vigumu hata kuyaelewa
au kuyakubali kama unatumia akili zako za kuzaliwa. Anyway, kama umefika mpaka mwisho, ninashukuru sana. Mungu akubariki, na bila shaka tutaendelea kuonana katika siku za mbele. Asanteni sana.